ya maisha yangu ya muziki niseme tu namshukuru Mungu kabisa. Kitu cha kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru mashabiki kwa sababu kukaa kwenye game miaka 10 na bado kuendelea kuwa top sio kitu kidogo. Mafanikio ni kuzidi kuongeza mashabiki, mafanikio makubwa ni kuzidi kutoa muziki mzuri na watu wakausikiliza zaidi. Mafanikio makubwa ni kwa ajili ya kuwashika pia mikono vijana wenzangu na kwenda nao. Hayo ndio mafanikio ambayo ninayashukuru kwa kweli kwa miaka 10 ya muziki wangu. Umelijibu vizuri sana Nandy, na mimi kila mtu amekuwa sawa kabisa baada ya kusikia hilo. Swali la pili litatoka kwa mmiliki wa Real Media na nafikiri uko tayari kujibu swali hili. Hongera sana Nandy. Asante. Najua miaka 5 Nandy Festival kuna vitu vingi ambavyo umevifanya tayari na watu na tabia ya kuzoea show au festivals za wasanii. Wengine wanataka kutuambia kwa mwaka 2026 Nandy Festival ina tofauti gani ambao unafanya mtu atoke nyumbani aje kwenye show? Tamasha la 2026 kwanza kabisa kama nilivyosema, tamasha letu linatimiza miaka 5. Tangia tulipokuwa tunaanza tumeanza kwa changamoto nyingi sana, lakini ndani ya miaka 5 tumejifunza zaidi, especially tumetembelea na tamasha makubwa mbalimbali ambayo ya burudani ambayo mnaenda kufanya performance na tulikuwa tunajifunza vitu vingi. Tamasha la 2026 ni wahakikishie kuanzia production, kuanzia stage, kuanzia shows zitakavyopangiliwa. Hatufanyi show kufunikana, tutafanya show kwa ajili ya kuburudisha mashabiki. Kila kitu kitakuwa top notch. Hii 2026 ya mwaka huu ni mwaka wa kuonyesha experience ya miaka 4 nyuma ya Nandy Festival kwamba tumekomaa na tunaenda kufanya kitu kikubwa sana. Hongera sana Nandy, na nikupe hongera zako kwa sababu kwenye kubadilisha maisha ya watu kuna watu ambao wanakuwa na wewe kwenye safari yako ambao wao pia wanabadilisha maisha ya watu wengine. Na imani umekutana na videos za Esco Don mitandaoni akibadilisha maisha ya watu kupitia the camera. Na yeye hapa anataka kuulize swali na mimi niko tayari kujibu. Asante Nandy, hongera sana. Asante. Miaka 10 kwenye muziki sio jambo dogo. Sio kabisa. Hongera sana kwa hilo. Ningependa kujua kwenye huo muda miaka 10 kwenye muziki, ushindani kwa upande wako kama msanii unauonaje kuanzia muda wa kwanza mpaka leo? Competition kwenye muziki. Sawa, hongera sana Nandy. Asante. Watu wengi wanatamani watoto wa kike kufanya kitu kama hicho lakini wanashindwa, lakini kwako inawezekana. Nandy kwa ni mtu ambaye una take time sana kutoa ngoma. Watu tumeona wanatoa ngoma back to back, take time baada ya siku 2-3 wiki wanachia ngoma mpya. Kwa nini kwako Nandy umekuwa ukitake time sana kwenye kutoa ngoma? Kwa maana kwamba streams sio kila ambacho nakitegemea kwenye mapato yako ama kuna Swali nzuri. Of course napata comment nyingi sana za kuuliza kwa nini na take time sana kutoa ngoma. Watu wanatakiwa wajue kitu na wengi wanajua of course. Mimi ndio boss, mimi ndio kila kitu kwenye muziki wangu. Ninapotoa nyimbo investment nzima inatoka kwenye mfuko wangu. Ambao mfuko una rotate kwenye muziki wangu. Kwa mfano nikitoa nyimbo sasa hivi au kwa mfano nimetoa Asante, imenipa mafanikio makubwa sana. Ni miezi 3 sasa hivi sijatoa nyimbo, watu wananiambia toa nyimbo. Why sitoi kwa mapema? Kwanza nahitaji muziki ufike pale ninapotaka ufike. Cha pili lazima ni recoup mapato yangu ili niweze kuinvest zaidi na zaidi. Ninapotoa muziki nina invest na bado nina wafanyakazi sio chini ya 20 ambao wananifanyia kazi ya muziki ambao pia lazima niwalipe. Kwa lazima ni take time, ni recoup, niweke hela, niweke faida pembeni, niweke kingine pembeni ili nirudishe kwenye muziki zaidi, nyingine niweze kuendesha maisha yangu kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana ina take time, lakini hainisumbui kwenye streams kwa sababu niwashukuru mashabiki zangu. House streams ambao nawapata they are enough kwangu mimi kuwa hapa nilipo na zinanilipa sana. Na mimi umelijibu vizuri na kwa haraka Roger Mastori kutoka Kari Mastori na yeye pia ana swali. Nandy, hongera. Asante sana. Unapambana wewe. Swali langu ni kwamba moja kati ya kapu ambazo sasa hivi zinatajwa kwamba zina utajiri mkubwa ni familia yako, wewe na Billnass.
maswali ni mengi mtandaoni. Je, Nandy na Billnass ni muziki huu ama kuna biashara zingine mnafanya? Wengine wanasema kwamba kama unavyojua watesi. Wewe unalala nyoka hiyo, haiwezekani. Sio kwa utajiri huo. Cha kwanza, sisi sio matajiri, bado ni vijana ambao tunajitafuta kwenye maisha. Na cha pili ni muziki ndio unaotupatia maisha. Na idadavua leo kwa nini muziki? Kwa mimi hapa, mimi na mume wangu tunafanya biashara na watu wanajua kwamba tunafanya biashara. Kuna biashara ambazo unaziona na kuna biashara ambazo nyingine unaziona. Tunafuga, tunafanya vitu vingi, tuna mashamba. Siwezi kukaa katikati ya shamba kaza sasa, jamani, leo ndio nakuna vitunguu. Kitu moja kiwezekani. Lakini hizo biashara zimetokana na muziki na mashabiki. Mashabiki zetu ndio wametupa sisi nguvu na umaarufu wa kuingia kwenye biashara, kwa sababu hao mashabiki ndio hao wateja wetu. Mafanikio yetu haya madogo tuliyopata yametokana na mashabiki zetu na jinsi tunavyoshirikiana mimi na mume wangu. Yani hela ya mume wangu, hela yangu ni kitu kimoja. Yani sisi tunaishi katika umoja. Yani tukihitaji kufanya kitu fulani tunakifanya kama timu. Ndio maana vitu vinafanikiwa kwa haraka kwa kiwango hicho ambacho watu wanakiona. Lakini bado sisi ni vijana ambao tunajitafuta, hatujafikia utajiri wala hatujafikia kuwa na hizo hela ambazo labda watu wanazidhania. Ni mipango tu ambayo tunaipanga na inatimia. Yeah. Okay, swali la Roger Mastori nafikiri ni swali ambalo kila mtu alikuwa anataka kujibiwa hapo. Na umelijibu vizuri sana. Sasa swali la 6 litatoka kwa Mr. Mamen kutoka 96 Link. Yeye pia ana swali kwa. Okay. Kwanza ni sio mchoyo wa fadhila kukupa hongera Nandy. Asante. Hongera kwanza aswa ubingwa. Hongera pili umependeza. Hongera 3 na the festival 2026. Asante. Swali langu ni kutokana na show ambayo nilifanya juzi tu hapa Kenya. Yeah. Of course wewe ni miongoni mwa waliosema kwamba umelipa fedha nyingi sana. Yeah. Sisi tunataka kufahamu, unahisi je, wewe ni most expensive artist in Tanzania na unapokea mkwanja mrefu kuliko wasanii wengine wote wa ligi nchini? Asante kwa swali. Nitajibu hilo. Kuwa the most expensive female artist kwa Tanzania, siwezi nikasema ndio, kwa sababu sijui mikataba ya watu wengine. Mikataba ni very confidential. Leo mimi nitasaini mkataba wa $200,000, mtu mwingine atakuwa na show, sitajua amesaini mkataba wa shilingi ngapi. Kwa hiyo kujudge kwamba mimi ni zaidi au mimi sio zaidi au mimi ni nani, siwezi kujua kutokana na mikataba ni confidential. Lakini what I know, ninalipwa enough kuendesha maisha yangu ninavyotaka. Okay, swali la mwisho linatoka kwa Shreida kutoka East Africa Television pamoja na East Africa Radio. Nandy, hongera sana kwa matano tunaondoka. Swali langu linasema The African Princess imesaini msanii mpya Pipi Jojo. Anafanya vizuri kwenye muziki. Matarajio yako ni nini kwa msanii huyu kwenye safari yake ya muziki na wewe unataka nini? Pipi Jojo ni kizazi kipya kama mnavyomuona na anafanya vizuri sana, na leo jana usiku ameacha wimbo wake unaitwa Nakutaka na ndio wimbo mnaosikia hapa. Lakini matarajio makubwa ya The African Princess Label, tayari tumeshasaini mikataba na distributors wakubwa, and I think baada ya miezi kama 4 mbele tutafungua kituo rasmi cha The African Princess Label Quarter, ambayo itakuwa inapokea vijana wa kike tu kwa ajili ya kuendesha kimuziki. Humo ndani kutakuwa kuna watoto wa kike ambao wako kundi kama wanaimba bendi. Humo ndani kuna watu watakuwa special kwa matangazo. Humo ndani kutakuwa special madansa. Humo ndani kutakuwa kuna watu wasanii. Yaani kama ilivyokuwa THT, kwa sababu mimi kiukweli nimekuwa inspired sana na kituo cha THT nilipotoka, na kwa sasa hivi hakipo. Nilitamani sana siku na mimi nije niwe na tawi kama la THT, na ambayo linaenda kutimia. Tayari tushasaini mikataba na kuna wasanii sio chini ya 20 wako chini ya The African Princess Label. Tunasubiria tufungue hiyo eneo kwa ajili ya watu wote kuja kuonyesha kipaji chao. Yeah. Okay, Nandy, nafikiri hapa tuwapendelee tu waandishi wa habari kwa sababu tunasubiri kwa muda mrefu sana. Hamna shida. Kutoka Skip TV ana swali hapa pia. Msikilize kwa makini. Ndio. Nandy, hongera kwanza, unapendeza. Nashukuru. Nakumbuka Nandy Festival last time. Yeah. Kwa nafasi nyingi sana. Ndio walitawala kwa Nandy Festival. Last time. Yeah. Tutegemee nini kwa Nandy Festival kwa mwaka? Wa nafasi kwa mabinti kama vile ambavyo last time.
Of course, mabinti watapata nafasi. Watapata nafasi kubwa tu kwa sababu the Princess label kama unavyojua ni ya mabinti. Na mimi natamani sana kuona vipaji vya mabinti wengi. Wapo ambao wasanii wakubwa ambao wataperform, wapo ambao wasanii ambao ni chipukizi ambao pia wakihitaji nafasi pia bado hapa wataperform. Yeah. Okay, Nandy, Roger anasema anataka kuchangamsha kidogo. Nandy, umekuwa kwenye game kwa muda mrefu. Tunaona baadhi ya mashabiki wamekuwa kushinanisha na baadhi ya wasanii ambao pia wanakuja kwenye muziki hivi karibuni. Wewe unaichukuliaje unapokuwa unaona unashinanishwa, labda let's say mara unaweka picha ya Zuchu pembeni, mara picha ya msanii fulani wa kike, unahisi ni sawa the African Princess Nandy kushinanishwa na wasanii wengine ambao pia tayari wameshakuta kwenye muziki? Unaichukuliaje? Ndio changamoto ya game, ni kitu kizuri, ni sawa kabisa. Kwa sababu wasanii wote wa kike wanafanya vizuri na sio kitu kipya kwao. Weko big mix ya kushindanishwa tangia na mwaka 2016 na shindanisho ni vitu vya kawaida. Na ni challenge ambayo naipenda, naitaka na iendelee na tukaze. Tuchallengeane. Okay, that's nice. La mwisho kabisa kutoka kwa Mamen, anaongezea then tunaendelea na ratiba mbele. Nandy, ukiwa kama the CEO wa African Princess Label, pengine hilo tufafanulie vizuri sisi wapinduzi wa mitandao. Msanii wako yeye ni Chingoma. Yeah. Cha ajabu ina ngoma mengi kiangalia naona ipo kwenye account. Labda simu yangu inaendelea naye. Lakini naona kwenye account ya zamani tofauti na mpya. Sijajua kuna mkanganyiko wa kimitandao ya Bibiliojo au vipi. Kuna hiyo kule huku tena nachanganyikiwa. No. Ni mambo ya kimkakati, hata sisi tunajua. Ukiwa na account mpya ya YouTube, sheria zake lazima uwe na content zaidi ya 5 ili iweze kuhamisha material yako uwe sasa rasmi unaona account yako, wala sio swala la kuona kama ni mkanganyiko. Tumwache endelee kufanya muziki, kila kitu kitaka sawa. Mapato yake atayapata kwa sababu yako monetize kwetu. Yeah. Okay. Nafikiri section ya maswali na majibu tumemaliza.